Kwa jina naitwa Ashani Musa, ni mzazi wa mwanafunzi ambaye anasoma shule ya msingi Fountain Gate darasa la 7. Tumekuja leo hapa shuleni kwa baada ya watoto wetu matokeo yao au faulu kiujumla kuwa ni dhaifu. Sisi ni baadhi ya wazazi au wawakilishi wa wazazi ambao tumeweza kufika leo kuweza kuongea na uongozi wa shule kutaka kujua ni changamoto gani ambayo inasababisha watoto waweze kushindwa kuwa na ufaulu mzuri. Ili hali hawa ni watoto ambao wanaingia darasa la 7 au ambao wanajiandaa na mitihani ya darasa la 7 kwa mwaka huu wa 2026. Kwa hiyo wazazi tukajiorganize na kuweza kufika mahali hapa ili tuweze kupata majibu ya nini ambayo ni changamoto ambayo inaikumba shule kuweza kupelekea tatizo hilo la wanafunzi. Kwa hiyo tumeongea na uongozi wa shule na kuweza kuelezea nini ambacho tunakiona kinafaa ili kuweza kuondoa hiyo shida au kutatua hiyo changamoto ya academic kwa wanafunzi hao ambao ni wa madarasa ya mitihani, na sio kwa darasa la 7 tu, kwa ajili ya madarasa ya darasa la 4, la 3 na kwa ujumla shule nzima. Kwa hiyo kama wazazi tumeweza kuongea na walimu, tumeweza kutoa mapendekezo yetu na kuweza kuwafikia mwafaka kwamba tutakuwa na vikao vya weekly ili kuweza kupitia na kuangalia ufaulu wao, kwa sababu hata watoto wenyewe wanajiandaa na mitihani kila Jumamosi tutakuwa tunapata feedback ya matokeo na mitihani ambao wanakuwa wameifanya kwa wakati huo. Na sio changamoto tu ya academic, shule imekuwa na changamoto nyingi ambazo tumeweza kuzisemea kwenye forum za mikutano ya wazazi shule nzima. Na lengo letu ni kuendelea kuangalia yale ambayo tumewapa au yale ambayo tumeyafikisha kwao yameweza kufanyiwa kazi. Kuna baadhi yamefanyiwa, lakini kuna baadhi ambayo yanahitaji tuendelee kuwafanya push ili waweze kutimiza yale ambayo tumewaambia. Kwa hiyo tuko hapa wazazi, tumepeana time frame ni siku gani tuweze kukutana na uongozi wa shule kuangalia au kupitia yale ambayo tumeafikiana. Ingawa changamoto ni kubwa bado, ukiangalia kwa upande wa maslahi ya walimu na ambao ndio kiini cha tatizo zima la kuondoa ufaulu wa wanafunzi. Maslahi ya walimu yamekuwa hayatimizwi au hawalipwi kwa muda mrefu, na hili limesema mpaka kwenye vikao vya wazazi wote, lakini bado kuna hiyo changamoto. Kwa hiyo sisi tunaviomba vyombo vya habari viweze kutusaidia au viweze kumulika kupitia viongozi wetu mbalimbali wakuu wa nchi, lakini vile vile maafisa elimu wa mikoa, wilaya na wamiliki wa shule binafsi waweze kutufikishia au kutupazia sauti kwa kile ambacho sisi wazazi tunakipitia. Ukiangalia kuna baadhi ya wazazi wanalipa ada au ambao hawalipi ada. Na madarasa ya mitihani lazima mzazi kuna kipindi unapewa time frame kwamba ukimaliza hapa huo umelipa. Kwa hiyo tumelipa, lakini bado tunakutana na hizo changamoto. Performance imeshuka kwa sababu imeanzia tokea kwa darasa la 5. Unaposhindwa kumlipa mwalimu unamondolea morali ya kufanya kazi. Kwa hiyo walimu wengi walikuwa wakifika madarasani wanawapa tu notes watoto, wanaambia andikeni au copy, wanaondoka. Kwa hiyo hakukuwa na msingi mzuri wa kuandaa kutokea darasa la 5, la 6 na leo unaona darasa la 7. Kwa hiyo unaanza kuona matokeo ya kile ambacho kilifanyika nyuma kinakuwa impact leo. Kwa hiyo sisi wazazi tumeshtuka kuangalia tunaenda wapi? Tutapeleka wapi watoto watakaposhindwa mitihani yao? Naitwa ndugu Godfrey William Nyanshagi. Mimi ni mzazi na watoto hapa Fountain Gate, almost walimu wote. Kati ya watoto wangu mmoja ndio yuko darasa la 7. Kikubwa hapa tumekuja ni kwa ajili ya kuangalia performance za watoto. Ukiangalia watoto performance zao sio nzuri. Kwa hiyo hapa tulikuwa na challenge kubwa, tukapeleza kwamba kikubwa walimu walikuwa hawalipwi kwa wakati. Wamefanya walimu wengi wazuri wameondoka, na kila siku wanatubadilishia walimu. Kwa hiyo kubadilisha walimu kunafanya watoto napo wasimaste ambacho wamejifunza siku inayofuata. Kwa kila siku kubadilisha walimu inakuwa ni shida kwa watoto. Kwa hiyo tukaja tu hapa kuangalia hizo challenge ndogo ndogo tutazisovuje kabla ya mwisho, kwa maana hatuwezi tukakaa kama wazazi kusubiri mpaka siku ya mwisho. Kwa hiyo ndio maana tumekuja mapema ili tuanze kualert uongozi kwamba tunapoelekea na kuona sio pazuri, kwa maana wale ni future, sisi tukinyamaza tunaharibia future ya watoto.
Kwa hiyo nafikiri wamesema wanajirekebisha, wiki ijayo tutakuwa tupate majibu ya vile vitu vyote, challenge zote ambazo tumezipata, kama hapo kulipwa kwa wakati, mazingira, vitu vingi vya ambavyo tumediscuss kwa uongozi. Kwa nafikiri kwetu ni hayo. Kwa tunasubiri tu wiki ijayo ndio tutakuwa tunaona kwamba je, tunapoelekea ni pazuri au bado tunaelekea tutadidimia. Asanteni. Okay. Kwa majina naitwa Emmanuel Mbonea, ni mwalimu wa Fountain Gate Standard 7. Mpaka sasa hivi kwa upande wangu mpaka sasa hivi nadai mishahara ya miezi 5. Matarajio yangu ni kwamba kwa hichi kikao ambacho wamefanya leo wazazi na viongozi, nimekubaliana kwamba mpaka Jumanne watakuwa wameshalipa. Kwa hiyo naamini kila kitu kitaenda sawa. Kwa nini ufundishaji labda umeshuka? Kwa mfano, kiwalisia wanafunzi ambao wameingia sasa hivi wa grade 7, wakati wapo grade 6 kulikuwa kuna chapters nyingi bado hawajasoma. Kwa hiyo unakuta kuna kazi kubwa ya kufundisha, lakini pia hakuna motivation. Remedial, ukifundisha remedial, muda wa remedial upo, lakini ukiingia remedial ukifundisha remedial halipi kwa wakati, mishahara haingii kwa wakati. Kwa hiyo inakuwa inaumiza pia. Kuna muda mwingine unajituma tu ufundishe, upambane, kwa sababu ukiwaangalia wanafunzi, ukiwafikiria na wazazi wao, ukiangalia cost ambayo wameipoteza kuanzia mwanzo kabisa, mpaka hapo walipofikia, unahisi kama ni dhambi hivi kuacha. Lakini utajituma, utapambana, lakini mwisho wa siku inakuwa inaumiza, mwisho wa siku utachoka tu kama mwanadamu. Sasa wewe kama mwalimu umesema unadai mshahara wa miezi 5 mpaka sasa, uliwezaje kusustain until now kuendelea katika ofisi kama hiyo, na pia ulikuwa ukiwasilisha malalamiko yako kwa mwajiri wako, alikuwa anakujibu? Wanakujibu tunashughulikia, mambo yatakuwa sawa. Kuna kipindi tulimuita, hata nyewe wazazi ni mashahidi, mlifanya naye kikao pale. Kwa hiyo ni kama vile akija anaweza akawa mnaongea tu kama vile kila kitu mnaongea, lakini implementation hakuna. Mnaongea tu, anawafariji, basi anaondoka. Kuna kipindi kingine kuna mwalimu alizimia, na sijui kama mlipata taarifa, tushaoza. Kuna mwalimu anaitwa Mwalimu Mooza yule. Alitegemea kwamba mkurugenzi akija atalipa. Kwa hiyo mkurugenzi alipofika akakutana na disappointment kubwa. Yule mwalimu kuna mwalimu mwenzetu ndio alikopo naye. Alikuwa amesimama hivi, hawezi kufanya chochote. Yani amepoteza fahamu, lakini alikuwa amesimama. Umeona hapo? Kwa hiyo ni hatari. Watu wana stress, wana majukumu yao. Mtu kama anafanya kazi na maisha anaitegemea. Umeona? Yani ukishakuwa mtu mzima tu, kunakuwa na majukumu. Hivyo. Yeye alikuwa hajalipwa mshahara kwa muda gani mpaka ikapelekea azimio? Kwa upande wake sijajua. Kwa upande wake sijajua, lakini alitegemea kwamba bosi anakuja, mishahara italipwa. Hata hivyo, mwalimu anayefundisha shuleni hapo ambaye hakutaka jina lake litambulishwe akazungumzia baadhi ya mambo anayopitia kutoka katika shule hiyo, ikiwemo kutokuingiziwa fedha za mshahara wake katika mfuko wa hifadhi ya taifa ya jamii, yani NSSF. Alafu wewe upo kazini unafundisha watoto wa watu wengine. Ni kitu ambacho sio rahisi, na hata ukijaribu kwenda ofisini kuandika request au kufanya nini, inakuwa huwezi kusaidika. Yeah. Na mlipokuwa mnafikisha malalamiko yenu kwenye uongozi, waliwaambia nini? Mimi nimejaribu mara nyingi, nimejaribu kuwasiliana na ofisi HR japo hakai Dar es Salaam, makao yake makuu ni Dodoma, lakini tunawasiliana naye, unampigia simu, majibu anayokupa, wasiliana na mkuu wako wa shule.
nalifanyia kazi kama hivyo. Unashindwa hata kulipa kodi, unaishi kwa kama niseme unaishi kama sijui digidigi, yani mwenye nyumba akiingia wewe unajifungia kama haupo. Imagine. Mtu ataka tu 3000 anakuja kugonga, unaogopa kutoka. Kwa mfano sisi watoto wa kike tuishije? Tutaishije? Tunadhalilishwa, tunadhalilika. Mfano mimi mpaka sasa hivi na miaka takriban 7 au 8 nakatwa NSSF kama ilivyo kawaida. Lakini nikiangalia kwenye akaunti yangu sijawahi kuwekewa hela zaidi ya mwaka mmoja ule wa corona na miezi yao 3 ya corona ile, japo wazazi walikuwa wanalipa dakika miezi 3 ya corona hawajaweka. Kwa hiyo tuna kilio ambacho ni kikubwa sana. Yes, tunapitia vitu vingi kiukweli, tunadhalilika sana. Kisha akatafutwa mkuu wa shule hiyo ya Fountain Academy iliyopo Tabata mkoani Dar es Salaam kwa njia ya simu, Karama Alafari, ili athibitishe tuhuma zinazoikabili shule yake, na baada ya kupokea simu na kujulishwa anazungumza na mwandishi wa habari, akakata simu licha ya kufanya tena jitihada za kumtafuta, lakini bado simu yake haikupokelewa. Ndo habari mkuu. Nzuri. Naongea na mkuu wa shule ya Fountain Gate. Ndio, mimi naitwa Theophil Mbunda, ni mwandishi wa habari wa Jambo TV. Halo mkuu. Hello. Mkuu, sasa nimekupigia kutokana na habari ambayo tumeifanya jana hapo shuleni kwako. Kuhusiana na wazazi kulalamikia kushuka kwa taaluma ya watoto, lakini amekata simu. Kwa upande wa mkurugenzi wa shule za Fountain Japhet Makau, alipotafutwa kwa njia ya simu akasema yupo kwenye kelele anaangalia mpira, ingawa alipotafutwa tena hakupokea simu. Salama tu, habari kiongozi, kwema? Salama, unaongea na nani kama? Unaongea na Theophil Mbunda, mwandishi wa habari kutoka Jambo TV. Ndio bwana. Mheshimiwa, nimekupigia kuhusiana na habari ambayo tuliifanya jana katika shule ya Fountain Gate. Sasa niko sehemu ya kelele, tunaangalia mpira, sasa hivi tunaongea. Sawa. Kwa hiyo ukipata utulivu utanijulisha.